لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi ambacho cha umuhimu wa dua ndani yake tuna maudhui ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Kipindi ambacho katika mwezi kama huu wa Ramadhan tumekuwa tukieleza vitu mbalimbali vinavyomsaidia mfungaji kuweza kuelewa vipi afunge, yepi aache ndani ya mwezi wa Ramadhan. Ikiwa leo tuko katika Ramadhani ya 6 1446 Hijria, tutakachojifundisha ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume asema, idha aftara ahadukum, anapoftari mmoja wenu, faliyuftiru ala tamrin, aftari kwa kuanza na tende, fa in lam yajid faliyuftiru ala ma, kama amekosa tende afturu kwa kutumia maji, fa innahu tahur, hakika hivyo ni katika vilivyo visafi. Hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad na amepokea Abu Daud na Tirmidhi. Ndugu zangu katika imani, hadithi inatuwekea wazi muda wa jioni wa kuftari ukifika si vizuri. Kuna watu kwa sababu ya joto kuwa kali, basi wanaanza na soda, wanaanza na vitu vigumu, mahindi, mwingine mbovu wa sigara. Ramadhani mchana wake anashindwa kufunga, akisikia muadhini tu anakimbilia sigara, anavuta. Haya mambo katika Uislamu hayajaelekezwa. Na unapoanza kuftari kwa kutumia tende, kwa kuwa tumbo lako lilikuwa halijapata chochote tangu asubuhi, maana yake ile sukari inapoenea katika utumbo wako kuna faida nyingi za kiafya unazoweza kuzipata. Au unapoanza kwa kutumia maji, maji ndio uhai wa mwanadamu, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, Mwenyezi Mungu amejalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai. Na ndio maana mtu akidhoofika sana, mfano mtu anapodhoofika sana kwa maradhi, akawa amechoka, hata kutembea hawezi, kawekwa kwenye kibaiskeli, anapelekwa hospitali, daktari kabla ya kuanza vipimo cha kwanza atamwekea drip yenye maji, ambapo yale maji kadiri yatakavyoingia katika mwili wake itakuwa ni sababu ya yeye kupata nguvu. Hivyo maji yasidharaulike kwa aliyefunga kwa ajili ya kuanza nayo kuftari. Ndani yake kuna siri kubwa kwa namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu. Baada ya kuyasema haya, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupokelee funga zetu na atusamehe sisi na wazee wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله ويا نعم المولى.